Hatimaye tena tukiwa bomba tukiwa sawa zaidi. Hii hapa katika episode ya 3 ya mzigo bomba sana Salju The Alboy na The Chosen One. By the name tulikuwa sambamba zaidi ndani ya mwaka 2025. Sasa tuko na episode ya 3 kwa mwaka 2025, lakini pia hii ndio itakuwa finally katika mzigo bomba sana wa Salju kwa mwaka 2025. Lakini panapo majali wa mwaka 2026 kwenda kuletea special episode ya mzigo bomba sana wapa walikuwa kwa jina The Alboy wanaita Salju. Lakini pia ni kwenye mitambo salama zaidi wananiita Falu DJ, ukipenda niite Bai, hizo wananiita kaka mkubwa. Zidi kutala bintadi na mambo nazidi kwa sawa kwa safi zaidi. Big up sana kwa wadau wangu pia kwa kufika kiwango cha watazamaji zaidi ya 12,000. Tukiwa na subscriber zaidi ya 12,000. Yoyote ni nguvu yenu, na sasa niwashukuru sana kupitia hapa final episode ya mwaka 2025 katika sehemu ya 3 ya Salju. Asante sana kwa time yenu, pia tuzidi kupeana maua na support sana ili mambo zidi kusonga zaidi. Pia utagonga like hapo chini. Kumbuka hapa ni Salju tukiwa na mzee mzima Bati, lakini mwamba tulikuwa naye katika ile wanaita Jadu, mzee mzima mjomba Huseni, mwamba star mkubwa sana kule India. Sasa nini hatima mambo yote ambayo yamejificha? Sina mengi sana, naomba tuunganishe katika episode ya 3 ili kujua nini hatima ya mwamba kuweza kuwapigania ndugu zake ambao kwa sasa wamechukuliwa na kitengo maalum wanasema special crime team ya kituo cha polisi. Sasa nini hatima yote? Hebu tuanzie hapa. Wow. प्रशासन का हथियारबंद सर, आपको रिस्पांसिबिलिटी. Okay, naomba tuanzie hapa kidogo ili mambo yakae sawa zaidi. Hii hapa ni Bola Msiri, episode ya 3 final kwa mwaka 2025. Nini hatima kizaza zaidi? Hebu twende tukalianze jaramba ili hapa. Wow. Your birthday. Basi mzee mzima alimwambia bwana mkubwa tu kuna ofa ya dili kubwa sana, na nimekutumia picha ya mtu ambaye kwa sasa nahitaji uweze kuchukua maisha yake. Alikuwa ni mzee mzima Bati ambaye alikuwa na miliki Bakti Company Group. Na sasa huyu mtu mambo naambia kina kisi na nimeona kwenye television, nahitaji kujua ndugu zangu wako wapi. Sasa upande wa pili kwa mtaalamu ambaye alikuwa ni engineer contractor anayetembelewa na bibie, na hapa aligundua mambo yamebadilika sana. Anasema kuna kitu ambacho tuweza kugundua kupitia maba kwamba kuna madini ya aluminium katika lile eneo. Sasa wataleta shida. Binti ikabidi ajifiche maana mwamba alisikia mgongo, lakini ghafla watu walioingia waliweza kumaliza maisha ya mtu huyu. Binti alishuhudia akiwa ndani ya kabati la nguo. Upande wa pili mtaalamu anasema lazima ajue ndugu zake kina Kisna, anasema Kisna dada wapi ambapo hayupo. Basi mtaalamu alimpa kodi tu na kumwambia ni wapi ambapo ipo Kisna dada mdogo wake. Sasa zige zikiwa zinaongozana watu na watu walipangilia kushambulia msafara, lakini kicheche aliingilia akazuia mambo. Mwanaume huyu hapa, wapi unapeleka ndugu zangu? Nikisanga na mwana zaidi. Mambo ya kupaa tena. Waindi kawaida sana hizi mambo. Sasa kalikuwa ni kamfinyo tu. Hapa ni lazima akisha anatoa ndugu zake. Lakini pia team leader ambaye alikuwa anaongoza msafara jikuta katika wakati mgumu sana pindi ambapo alihitaji kukaribiana na Salju. Mambo alikuwa magumu, alimtuliza tu, lakini kwa sababu tu ya huruma wa wanyama mtu huyu aliweza kumwachia maisha yake. Yaani mbwa ndio usaidia maisha ya mtu huyu aweze kusalia, kisha anaondoka na ndugu zake mwanaume Salju. Sasa ni aibu katika kitengo kizima, idara ya polisi hawana cha kujibu. Basi mwamba alikuja kumwona mtu huyu. Anasema nini ambacho tunaweza tukafanya juu ya kabila ambao linaleta shida katika taifa. Anasema wale wanaonekana ni kama watu ambao wapo kwa ajili ya kufanya kisasi, hivyo ni lazima tuangalie nini ambacho tunawapelekea kufanya yote. Sasa mkali Salju alimwambia Kisna tu wakati huo anahitaji kwenda kumaliza kazi, na alimwambia ataweza kurejea pindi ambapo majukumu yatakuwa yamekamilika. Basi amwambia ende nyumbani, amwambia nenda. Kisna anamwangalia sana kaka mkubwa Salju ni nini angefanya. Basi mwamba baada ya kurejea kwa Pulpa mastermind, कैसा है सरजू? anasema Salju popote ulipo nahitaji kukutana na wewe. Alikuwa ni binti yule dokta hapa kuna kitu alihitaji kuteta na mwamba. Anasema nimeangalia vitu vingi sana kwenye mfumo wa taarifa habari. Tayari kwa saizi imekuwa framed kwa mambo mengi zaidi. Lakini kitu ambacho unaweza ukafanya kuhakikisha unatengeneza nafasi ya kuweza kummaliza
Bata, yani mzee mzima Saxena, yani Bata ndo jina la kwake, kwamba anatakiwa aweze kuuawa na mambo yatakuwa sawa zaidi. Moja kwa moja tunaingia kwenye jiji ambalo limetakata, mafuta ni mengi sana, Georgia. Anasema nimekuja hapa kwa ajili ya kumaliza matibabu, lakini pia siku ya birthday yako ndakuwepo mke wangu. Basi alipetewa taarifa na ule chawa kutoka kitengo cha polisi ya kwamba kuna shida imetokea. Sasa mwanaume alikuwa anapatiwa matibabu kidogo kutokana na ile misukosuko ambayo amekutana nao, lakini vyombo vya habari vyote vilikuwa vikitangaza ya kwamba mtu kwa sasa ni most wanted, anatafuta na popote ambapo ataonekana ni lazima aweze kushikwa. Sasa mzee mzima Pulpa amerejea, anasema ajui ni wapi ameenda. Mamba akamkuda akamwambia lazima uniambie. Basi mzee mzima ilibidi achambe koo. Anasema lakini nao mpango kutoka Georgia hadi sehemu ambapo anafanyikia mashindano fulani hakuna umbali kiasi hicho. Sasa alikuja katika timu ambayo inaliwakilisha taifa katika mashindano ya Achem. Mpaka unielewe kidogo hapo. Anasema yupo kijana ni Mwamba Saluji. Kwanza walihakikisha wana fake identity, watengeneza identity nyingine sana ya kubadilisha muonekano na jina la mtu. Basi mtu amwambia kitu kimoja tu, kama ataonesha ubora hakuna pingamizi juu ya nafasi. Basi action moja tu ni mfanya Mwamba aweze kupata nafasi ya kujiunga na timu ya taifa kwenda kuwakilisha katika mashindano makubwa sana ya mishale. Lakini pia askari alikuwa anaweza kulikava. Mtaalamu saizi anajiita Salom. Kwamba sasa wanahangaika sana kumtafuta mtu huyo pasipo mafanikio yoyote. Kila sehemu ambayo anaenda ni kwamba mambo yako nje zaidi. Mambo na gaza up sana na mzee mzima Bati. Hasa mzee anaingizwa kwenye mashine huko. Aliomba apate kwanza jani lake. Anasema wakati mwingine usije ukaletea utani kiasi hicho. Yaani unaambia nije nikucheki wakati ripoti yako inakuonesha una shida yote. Anasema nini ambacho namaanisha? Anasema Mr. Ruben, hiyo ni hakika nimeujiza. Anasema huenda ni hili jani. Huyo mwamba anaitwa Ruben Bata. Mzee mzima Saxena tulikuwa naye kwenye ile. Uska ek video. Lakini pia kuna video ambayo aliweza kupatiwa askari. Agundua binti ataweza kumpatia majibu ya kile ambacho anakitafuta. Basi binti akiwa katika maandalizi ya mashindano makubwa sana ya kitaifa kumtazama Saiju, mzee mzima Pulpa alipata taarifa akamwambia hapa natakiwa ondoke, mambo hajakaa sawa zaidi. Basi anaulizwa unamfahamu mtu huyo? Ni kwamba hata Mwamba alikiri ya kwamba mtambui mtu huyo. Ni kizaazaa zaidi. Next day started. Basi moja kwa moja askari aliingia hospitali ambayo ilikuwa ni mwanzo wa kila kitu. Kupitia CCTV kamera aliweza kupata mwongozo wa kile ambacho anakitafuta. Anasema kuwa binti peke yake, pia kuna mtu ambaye alikuwepo. Basi Mwamba akawa mpata idea tu, akajua bibie anajua mambo mengi ambayo amejificha. Lakini sasa wakati huu katika Kasatogai airport, uwanja wa ndege wa kimataifa, Mwamba anatakiwa aondoke kuelekea maeneo fulani kwa ajili ya kwenda kuliwakilisha taifa. Anakuwa chopa. Lakini yuko maaskari bado wako busy sana kuhakikisha wanatafuta. Sasa wanaona sema mtu ambaye tunamtafuta si ndio huyo? Or social media pe travel. Anasema basi yule mwanamke pia ameweza kupata utambulisho wake na wapi ambapo anapatikana. Bibi akiwa hana hili wala lile, akiwa anaandaa mambo na kuna kitu anataka kufanya, ghafla alihisi kuna mlio wa gari. Kwa bila shaka walikuwa ni wajomba wanaingia kitengo maalum. Wanasema ni Azerbaijan. Siku ya kwanza tu katika taifa hilo. Basi kwa Georgia mzee alikuwa anazidi kuenjoy Bata na kuendelea kufanywa check up mbalimbali. Basi mzee mzima akiwa katika ile check up aliomba kwamba apatiwe lile jani. Anasema utakiwi kula wakati wa kwenda kufanyiwa hiki ambacho anaenda kufanyiwa. Anasema mwache apate kitu ambacho anaamini kitamsaidia zaidi. Hii sasa upande wa pili kwa mtaalamu Salju aletwa kutanishwa na mzee mzima. Hawa ndio watu ambao wanadiriki na zile contract killer kwa upande wa ile taifa. Anasema tuna siku mbili tu za kuhakikisha tunamaliza mchakato, lakini pia kutakuwa na dakika 15 tu. Lakini pia kuna mlinzi ambaye anamchukulia uangalizi sana. Hasa mwanaume anasema mimi siwezi kutumia hii mambo. Anasema Zamir, nini ambacho tutafanya? Mtu huyo anaonekana na uwezo. Anasema hapa ni katika mauaji, sio katika mashindano. Hivyo lazima wajue kutumia silaha ambazo ziko mbele ya muda, yani za kiteknolojia zaidi. Basi kuna mtu mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Ali. Hello sir.
alipewa mwongozo wa kwenda kumfundisha kijana, lakini sasa upande wa pili kwa binti yuko katika kituo cha polisi, anatakiwa kujibia mashtaka ya ile CCTV footage ya video ambayo alionekana. Anasema unamjua mtu huyu? Anasema pamoja na kwamba anamjua, lakini kwa wakati huu siwezi kujua ni wapi ambapo yupo. Lakini pia Trump alimwangalia sana Bi kwa kitu alisi. Sasa chaliuku ni kwamba yuko kupigishwa tize tu namna ya kutumia ile mambo. Lakini binti aituma ujumbe tu kwamba umfikie Saruju ajitahidi kuwa mwangalifu sana kwa kile ambacho anaweza kufanya. Basi mtaalamu alimfuata Kale Saruju. Anasema binti amesema ya kwamba ana zawadi kwa ajili yako, lakini pia inaonekana unampenda. Anasema hiyo sio habari yangu. Sasa mzee anapatiwa matibabu huko kwa burudani kwa pembeni. Lakini sasa kuna mtu anajiandaa kwa ajili ya kuja kumalizia. Basi kuna simu ilipigwa kutoka kwa mke wake. Anasema simu yako iko wapi? Anasema iko silent. Kwa nini unafanya vitu kama hivyo? Anasema usio na wasiwasi. Nashukuru sana kwa kunichukulia uangalizi wakati wote. Oh, yes. Anasema basi ndani ya siku 2 tu utaweza kupata nafasi ya kwenda kusherehekea birthday na mke wako. Lakini kijakazi amwambia hii sio ishara nzuri, ni ishara ya laana katika nyumba. Anasema ni siku ya pili, ni siku ambayo michakato mambo anatakiwa ajiweke sawa zaidi kwa ajili ya kwenda kumaliza mission. Anasema ndani ya siku 2 huyo mtu ataweza kuondoka, hivyo anatakiwa mchakato uweze kuishia hapa. Anaambia basi nilikuwa nahitaji muda zaidi wa kuongeza ujuzi. Anasema muda hatuna, tunatakiwa kesho namaliza kazi kwa usahihi zaidi. Basi ilikuwa ni katika upande wa pili ule ambapo kuna mashindano siku ya leo. Mtaalamu aliweza kufanya mambo yakawa magumu kidogo. Sasa mzima anaomba permission kwa team leader. Wasema ni final day, naye anahitaji kufika katika mji huo. Na mwamba aliweza kufika kwa sababu kuna kitu aliweza kukisi. Anasema mtu atatumia nusu saa tu, lakini ndani ya nusu saa unatakiwa utumie dakika 15 kuhakikisha unamaliza mission. Sasa mzima naye anapata taarifa kwamba mzima yuko katika hospitali kwenye jengo moja zaidi. Huko ndo mwamba anatakiwa amalize kazi ya kumaliza Mr. Ruben Bata. Ikizaza zaidi. Anamweka sanga, anamweka chambo, anamweka target. Lakini akapiga hakuta ifanyi kazi. Anataka kupiga ya pili, mara akaingia bodyguard akazuia. Ina maana hawa kuna taarifa walipata. Sasa alimwambia mzee kwamba yule mtu kutoka Deobati bado anamwenda. Anasema sitaki kusikia hizo habari, na kwa sasa anahitaji kuondoka nirejee nyumbani. Mzee anagaza sana. Basi Chale anarejea tu. Anamwambia mambo imekuwa ngumu. Mshikaji aitukana. Anasema nini sasa unaweza ukafanya? Na hakuna nafasi nyingine ya kuweza kupambania hicho kitu. Mwanaume aliwaza sana. Basi bosi alimpigia. Akasema kuna second chance. Anasema mtu anahitaji kusafiri na kurejea nyumbani. Anasema ni ndani ya masaa 3 kupitia usafiri wa treni ya kisasa. Basi na lazima kila kitu kae katika mipangilio. Mwamba aliingia na mpango polapa kushirikiana na Sergio. Mwamba naye kuna mpango ambao alikuwa ameweka. Sasa aliweka ulinzi wa kutosha ili asije akapenya mnyaturu yoyote katika ile eneo. Hili sasa ni kwamba na wataalamu nao walikuwa wamejiandaa vyema sana kwa ajili ya mission. Hapa kulikuwa kuna treni 2 ambazo zinatoka ndani ya muda mmoja. Hivyo na namna mwamba alihitaji kufanya. Basi wakiwa wanaamini kila kitu kimekaa sawa zaidi, na mwamba aliingia katika treni ya pili, na mzima akatoa maelekezo tu nini kifanyike. Lakini sasa upande wa pili pia kwa detective ule askari na kuna ujumbe ameweza kupatiwa. Basi mzee alikuwa anaongea na kijana wake tu. Mzima anacheki muda tu. Anamwambia kaa tayari. Basi mwanaume alikuwa anahitaji kujiweka sawa kwa ajili ya kazi. Basi mwamba anamwambia kweli mke wake kwamba happy birthday, anafurahia sana. Chalena akamwambia happy birthday, japo ni mama akamba atafanyaje. Samu akamtumia Soju alama ya sehemu ambapo ataweza kuipata hiyo alo kwa ajili ya kazi maalum. Anasema unaonekana ni mtu ambaye muda wote una mawazo. Mwamba huko ana seti tu mtambo kwa ajili ya kazi. Ni bonge moja la dude. Anasema ni zaidi ya miaka 50 tumekuwa tunauingiza utajiri wa zaidi ya dola
1700 za Kimarekani, pesa mingi sana. Very definitely. Anasema najua unafikiria mambo mengi sana, lakini pia wakati wa hadithi za zamani za kile ambacho kilitokea kwa mama yako, lakini kwa sasa hizi inaonekana una tofauti sana. Anasema mimi maisha yangu sijawahi kuelewa nini ambacho kina maana. Anaambia jitahidi kusahau mwanangu Fugodie. Anasema mama anifundisha namna ya kuchukia, ndio maana mpaka leo nachukia. Siwezi kubali kitu ambacho kiko sawa. Sasa upande wa pili Mkali Sauji anaweka mambo sawa. Kuna Mnyaturu anaingilia zoezi, anagonga mlango kwa fujo sana. Kaona kwanza itulize biashara ya Mtue. Lakini pia kwa upande wa pili walinzi nao wanatoka. Anasema hata hivyo treni imeweza kuondoka. Sasa nini watafanya? Alimaliza Mnyaturu ambaye analeta mchakacho. Basi mzee mzima alimtumia ujumbe tu. Anasema kupitia ishara hii unajua nini cha kufanya. Basi Mwamba alivunja katika eneo la dirisha. Hawa jomba kuingia huku ni hola. Hizi treni ziko mbili. Jamaa itukana tena. Wamefanya kitu cha kipumbavu. Anaambia Mtweni bosi eneo la dirisha. Ili sasa ni kweli watawai. Mwamba anaiweka target vema. Anakumbuka mambo mengi ya kinyabumbu aliyofanywa na mzee. Hasa mzee akitoa jicho anashangaa. Anaiona sura ya Israeli mtoa roho. Sarju anamweka target mzee baba. Hakuwa na macheko na Mnyaturu yoyote. Alituma mambo hiyo. Unaambia haikuchukua sekunde mzee ajikuta yuko chali. Mambo imeisha. Yopo katika final episode kwa mwaka 2025. Kumbuka mzigo ulikuwa kwa jina The Arrow Boy. Sarju na Faru DJ. Sasa tutakuwa na special episode katika mwaka 2026. Usikose. Utaungana na sisi pale. Video mengi ambayo tajiri. Lese chao. Kamsamida, asante sana kwa time.